katika eneo hilo. Lakini tukiachana na hayo, baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu katika eneo la Pwani wamejitokeza kupinga vikali uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama ya juu unaoruhusu watoto waliozaliwa nje ya ndoa kurithi kutoka kwa baba zao wa Kiislamu waliofariki. Wakihutubia wanahabari mjini Mombasa, viongozi hao walisema uamuzi huo unakiuka sheria za Kiislamu na kudhoofisha mamlaka ya mahakama za kadhi. Wanasema uamuzi huo unakinzana na uhuru wa kidini uliolindwa humu nchini na katiba, na kutoa wito kwa serikali na taasisi za kisheria kuzingatia sheria za kibinafsi za Kiislamu. Mwenyekiti wa viongozi wa dini ya Kizalendo Pwani, Sheikh Abu Qatada, alisema uamuzi wa mahakama unapuuza Qur'an na mamlaka halali ya kadhi mkuu katika masala ya familia ya Kiislamu. Supreme imevuka mstari mwekundu, imekeuka katiba ya Kenya kulingana na kifungu kinachotupa uhuru wa kuabudu na kutekeleza imani yetu vile tunavyotaka. Leo wao wameamua kwenda kinyume na kifungu hiki cha uhuru wa kuabudu, na hali kadhalika na kinyume na mafundisho ya Kiislamu. Leo tunastaajabu watu wanajiita Waislamu, vipi namna gani wakaweza kuacha mahakama ya kadhi za Kiislamu na kaweza kwenda mahakama ambayo si za Kiislamu, masala inayohusiana na Uislamu. Tunashangaa hawa majaji ambao wameweza kutoa uamuzi kinyume na sheria ya Kiislamu, wakati wao wanajua ya kuwa katiba hii ya 2010 ambayo watu leo wanafanya maandamano, wanafanya uharibifu, wanavunja mali za watu kwa kisingizio ya kuwa wana uhuru ya kuandamana, hawajaonekana kama wamekosea. Na mashaikh force us not to follow our holy book Quran and the teachings of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No one can do that. Tunataka amani na tuomba koti hiyo Supreme Court walifikiria hilo jambo. We are more than 25% here in Kenya. Tupawe haki yetu ya kidini. Na kituo cha hisabati na sayansi barani Afrika